Licha ya vikwazo vingi vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi kwa Urusi, lakini tangu wakati huo yamezidi kuinufaisha Urusi, hususan kupitia bidhaa yake muhimu ya mafuta pamoja na gesi. Urusi inaendelea kupata mabilioni ya dola kutokana na mauzo ya mafuta na gesi inayouzwa kwa nchi za Magharibi, kulingana na data iliyochimbuliwa na shirika la habari la BBC. Hata hivyo, kutokana na mikwara mingi lakini kejeli na kila namna ya maneno ambayo mataifa Magharibi yamekuwa yakitoa dhidi ya Urusi, lakini bado walikuwa wakinufaisha Urusi, na hivyo Moscow imeendelea kunemeka na upataji wa mabilioni ya dola kupitia mafuta pamoja na gesi, ikiwa pia ni pamoja na mapato kutoka kwa mauzo ya nje ya hydrocarbon. Mafuta na gesi huchangia karibu theluthi moja ya mapato ya bajeti ya Urusi na zaidi ya 60% ya mauzo yake ya nje. Mpango wa kuweka vikwazo kwa Urusi ilikuwa ni kuona kwamba Urusi isipate fedha za kuendelea na mapambano dhidi ya Ukraine, lakini fedha hizi bado zimekuwa zikipatikana kwa watu hao ambao wamekuwa wakichangia fedha pamoja na silaha kwa Ukraine, lakini pia wakiendeleza na kutoa fedha dhidi ya Urusi. Kufuatia operation maalum ya kijeshi ya mwaka 2022, washirika wa Ukraine waliweka vikwazo kwa hydrocarbon za Urusi. Marekani na Uingereza zimepiga marufuku uagizaji wa mafuta na gesi ya Urusi, wakati Umoja wa Ulaya umeweka marufuku kwa usafirishaji wa mafuta ghafi ya Urusi, lakini sio gesi. Lakini Urusi inapata kiasi gani? Licha ya hayo, kulingana na kituo cha utafiti wa nishati na hewa safi CREA, kufikia Mei 29, Urusi ilikuwa imepokea zaidi ya euro bilioni 883 sawa na dola bilioni 973 kutokana na mapato ya mauzo ya mafuta, ikiwemo euro bilioni 228 kutoka katika nchi zisizokuwa ambazo hazikuweka vikwazo. Mataifa ya Umoja wa Ulaya iliendelea kuagiza gesi katika bomba la moja kwa moja kutoka Urusi hadi Ukraine iliposimamisha usafiri mnamo Januari mwaka 2025. Wakati huo mafuta yaliyosafishwa ya Urusi yanaendelea kutosafirishwa kupitia mabomba hayo hadi Hungary na Slovakia. Zaidi ya hayo, gesi ya Urusi inaendelea kutolewa Ulaya kupitia Uturuki kwa viwango vinavyotengenezwa kila wakati. Kulingana na CREA, usambazaji wake mnamo Januari na Februari mwaka 2025 uliongezeka kwa asilimia 26.77 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2024. Hungary na Slovakia pia zinaendelea kupokea gesi kupitia bomba la Urusi kupitia Uturuki. Licha ya vikwazo vya Magharibi, mapato ya mafuta ya Urusi yalipungua kwa asilimia 5 tu mwaka 2024 ikilinganishwa na mwaka 2023, wakati kiasi cha mauzo ya nje kilipungua kwa asilimia 6 tu kulingana na data ya CREA. Mwaka uliopita mapato ya Urusi yaliyotokana na mauzo ya mafuta yasiyosafishwa yalipungua kwa asilimia 6 tu, wakati mapato kutoka kwa mauzo ya gesi ya bomba yalikuwa asilimia 9 kila mwaka. Moscow inakadiria kuwa mauzo ya gesi inayopelekwa Ulaya yaliongezeka kwa asilimia 20 mwaka 2024, wakati mauzo ya gesi asilia LNG yalifikia viwango vya juu zaidi vya rekodi hiyo. Hivi sasa nusu ya mauzo ya LNG ya Urusi huenda katika nchi za Umoja wa Ulaya, CREA inabainisha. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisema EU haijaweka vikwazo vikali zaidi kwa mafuta na gesi ya Urusi kwa sababu baadhi ya nchi zinahofia kuongezeka kwa mzozo na kwa sababu kununua hydrocarbon za Kirusi kulikuwa na bei nafuu kwa muda mfupi. Uagizaji wa LNG haukujumuisha katika duru ya 17 ya hivi karibuni ya vikwazo dhidi ya Urusi, lakini umoja huo umeidhinisha ramani ya kumaliza kabisa uagizaji wa gesi ya Urusi ifikapo mwaka 2027. Mwanaharakati wa Global Witness Mai Rozna anawaambia wanasiasa wengi wa Magharibi kwamba wanahofia kupungua uagizaji wa mafuta kutoka Urusi kutasababisha bei ya juu ya nishati, na hivyo hali ya maisha itazidi kuwa mbaya zaidi katika mataifa yao. Serikali nyingi hazina hamu ya kweli ya kuzuia uwezo wa Urusi wa kuzalisha na kuuza mafuta, na kuna hofu kubwa sana kwamba hii itamaanisha nini kwa masoko ya nishati ya duniani kote. Kuna mstari ambao ukivuka unaweza kusababisha masoko ya nishati kuharibiwa vibaya na kutupwa nje ya usawa.
Hata hivyo, kingine ambacho kinaelezwa ni kwamba mataifa hayo ya Ulaya ni kama vile yamekuwa yakieleza jambo ambalo hawakuweza kulitimiza, kwani kuzuia gesi kutoka Urusi ni kuhatarisha maisha na hali ya uchumi kwenda vibaya sana. Na baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa na misimamo, hali ya uchumi katika nchi hizo imekuwa ni mbaya zaidi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.